الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا منيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu wema katika iman, masiku tuliokuwa nayo ni masiku ambayo kwamba ni matukufu. Tuko katika miezi miongoni mwa miezi mitakatifu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha katika Qur'ani yake, amethibitisha katika kitabu chake, katika suratu Tauba pale aliposema inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni idadi ya miezi 12. Katika miezi hiyo 12 Allah yatuelezea yauma khalaqa as-samawati wal ard, tangu alivyoumba mbingu na ardhi. Basi Allah kaja kathibitisha katuambia minha 4 hurum, kuna miezi minne ambayo kwamba ni miezi minne mitakatifu. Na miezi hii minne mitakatifu Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akatuelezea ni miezi gani hiyo mitakatifu. Mtume akatuelezea kuwa miezi mitakatifu ni miezi mitatu, thalathatu mutataliya, ni miezi mitatu imefuatana, ambayo miezi mitatu ambayo imefuatana akatueleza ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Muharram wa Rajab Mudhar. Mtume alayhi salatu wasallam akatuelezea kuwa miezi mitatu imefuatana, nayo ni Dhulqa'da, ikafuatiwa na Dhulhijja, ikafuatiwa na Muharram, kisha Rajab iko peke yake. Lakini insha Allah kwa siku hii ya leo, maudhui ambayo tutakuwa ni wenye kuzungumzia kwa siku hii ya leo itakuwa inahusiana na fadhlul ashri min Dhulhijja, ubora, fadla ya masiku haya 10 tuliokuwa nayo, ambayo biidhnillahi alkarim imebaki siku moja ama siku mbili takuwa tumeingia katika masiku hayo. Ndugu zangu wema katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika kitabu chake kitakatifu anatueleza kuwa pale aliposema, anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema wal fajri, na apa kwa alfajir, walayalin ashrin, na naapa kwa masiku 10. Wallahu subhanahu wa ta'ala azim wala yuqsama illa bi'azim. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu mno, na wala haapi kwa kitu chochote isipokuwa kitu hicho ni kitu ambacho kwamba ni kitukufu mno. Ndugu zangu wema katika iman, wa hadha al-ashri afdalu ayami dunya, na haya masiku 10 tuliokuwa nayo, haya masiku ambayo yanatukujilia mbeleni ya mwezi wa Dhulhijja, masiku haya 10 ya mwanzo ni masiku ambayo kwamba yana ubora zaidi,
kuliko masiku yote ya dunia. Kwa limadha, na kwa nini yawe ni masiku bora kuliko masiku yote ya dunia? Kwa sababu katika masiku haya fihi ukmila hadha din, kwa sababu katika masiku hayo 10 Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini, amefanya dini ya Uislamu hiyo imekamilika. Na uthibitisho tunapata katika andiko lake katika suratul Maida, pale Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimewakamilishieni dini yenu na leo nimewatimizieni neema zangu kwenu nyie, waraditu, na nikaridia ya kuwa Uislamu uwe dini yenu. Kwa hayo yote, kipi kinachotujulisha tuone masiku haya si bora, mpaka watu wengine wakawa waliyadhu billah wamejizima data ibada, wamekuwa hawashughuliki nazo, wamekuwa katika mighafala. Na katika masiku haya ni miongoni mwa masiku ambayo kwamba katika masiku haya kuna nguzo kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia nguzo hiyo ikapatikania katika masiku haya 10, nayo ni nguzo ya hija. Na nguzo ya hija ni miongoni mwa zile nguzo 5 ambazo ni nguzo za Uislamu. Asa nguzo mkubwa ya Uislamu inasimamishwa katika masiku haya 10. Ndugu yangu mwema katika imani, katika sahih ya Ibn Abbas radiyallahu anhu amesema, walayalin ashr, na masiku 10. Kitu gani kinachokusudia masiku 10? Kwa sababu kuna watu ambao kwamba wanatuambia kuwa katika haya masiku 10 wengine wataanza kufikiria na kusema ya kuwa pengine anaweza kuwa ni masiku ya Ramadhan. Lakini tusikilize kusudio la walayalin ashr na haya masiku 10, ndugu zangu katika imani. Asa Ibn Abbas radiyallahu anhu akatuelezea kuwa masiku 10 haya yanayokusudiwa ni masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Akatoa aya nyingine isemayo, akatoa ushahidi, akalinganisha maana ya kusudio ya walayalin ashr, basi akasema liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie na waone manufaa. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, ili waone manufaa kwa ajili yao na wamtaji Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku maalum, katika masiku ambayo kwamba ni matukufu mno, nayo ni masiku 10 ya Dhulhijja. Ndugu zangu wema katika iman, kuna watu wanakuwa ni wenye kujiuliza, je, katika masiku 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na katika masiku 10 ya mwanzo wa Dhulhijja, yapi ambayo ni bora? Ndugu zangu wema katika iman, jawabu ambalo nitakalowapatia kwa siku hii ya leo, katika masiku 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, yale masiku yanakuwa ni bora kwa kipindi cha usiku. Na nitalithibitisha haya katika andiko lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale aliposema inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hapa tunapata uthibitisho wa kwamba katika masiku haya lailatul qadri, usiku wa cheo unapatikaniwa katika usiku. Sasa fadla ya masiku 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, ubora wake unakuwa ni usiku, mpaka pale Mwenyezi Mungu alipomalizia aliposema salamun hiya hatta matla'il fajr, basi amani itakuwa yenye kuenea mpaka panapoingilia alfajiri.
Ikipita alfajiri, ndugu zangu wema katika imani, hiyo chansi imeisha. Lakini katika haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, ubora wake yanakuwa ni katika siku nzima, yanakuwa yako katika usiku nzima. Sasa hili ndio lilifanya kwamba haya masiku 10 yakawa ni masiku ambayo kwamba yako na fadla kubwa sana. Ndugu yangu mwema katika imani, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin al'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr min Dhul-Hijja. Qalu wala al-jihadu fi sabilillah. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin, hakuna masiku ambayo kwamba al-amalu salihu, matendo mema matendo mema yatakuwa ni yenye kumpendeza Allah subhanahu wa ta'ala, kisha matendo haya yakafanywa katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhul-Hijja, basi masiku hayo yakawa yanampendeza zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba radiyallahu anhu wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, qalu wala al-jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, hayo masiku ni bora kama ni bora, na vipi kuhusu kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu, wala al-jihadu fi sabilillah, hata kule kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kwamba kharaja bi nafsihi wa malihi, akatoka yeye mwenyewe na nafsi yake pamoja na mali yake, wala yarja bidhalika min shay, kisha asirudi na kitu chochote. Ndugu zangu wema katika iman, masiku haya 10 ya mwezi wa Dhul-Hijja ni masiku ambayo kwamba ni matukufu mno. Muislamu hafai kuidhulumu nafsi yake. Muislamu yafaa jipindishe zaidi na ibada. Muislamu yafaa jipindishe sana na a'malu salih, na miongoni mwa a'malu salih ni mtu kukithirisha sana kufunga. Miongoni mwa a'malu salih ni mtu kukithirisha ibada. Miongoni mwa a'malu salih ni mtu kukithirisha kutoa sadaqat. Miongoni mwa a'malu salih ni mtu kuwasaidia maskini na wale mafukara, kwa kuwasaidia, kwa kuwatimizia mahitaji yao. Miongoni mwa a'malu salih ni kukaa karibu na wazazi wako. Miongoni mwa a'malu salih wewe ni kulazimiana na kuunga na udugu, usiukate udugu. Ndugu zangu wema katika iman, masiku haya ni bora sana. Na ndugu zangu wema katika iman, katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhul-Hijja, kuna siku ambayo kwamba siku hiyo chansi ya mtu kusamehewa dhambi yake inakuwa ni rahisi mno. Na siku hiyo inajulikana kwa siku ya Arafa, ambayo siku hii ya Arafa Iblis la'natullahi alayhi atakuwa ni mwenye kujiuma kidole, atakuwa ni mwenye kulia kama mtoto mdogo. Maskini alia nini? Analia kwa sababu kipindi cha mwaka mzima amekufanya mpaka ukamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, amekufanya ukamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, akakufanya mpaka ukapotelea ibada, zikaa zinakukwepa. Lakini kwa siku hii moja mtu akamtubia Allah subhanahu wa ta'ala. Alipomtubia Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kushuka katika wingu wa kwanza dunia, kisha anajigamba kwa malaika, yaambia malaika, wanataka nini hawa watu? Kasema malaika atajibu, hawa wanataka rehema yako ya Allah, wanataka huruma yako ewe Mwenyezi Mungu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ataambia malaika, ishhadu, shuhudieni kwamba kwamba mimi nimeshawasamehe makosa yao.
Ndugu zangu wema katika imani, siku hii moja inakuwa kana kwamba wewe itakufanya wewe uwe hauna dhambi hata moja, kwa maana utakuwa umesafishika na madhambi. Mwenyezi Mungu amekusamehe makosa yako. Ndugu zangu wema katika imani, masiku haya ni masiku ambayo kwamba ni matukufu mno. Tujipindishe sana katika kufanya ibada. Istaghfir rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alqailu wa layalin ashr, thumma as-salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. عباد الله, baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu wema katika iman, wa layalin ashrin, na masiku 10, tufahamu ya kuwa ndugu zangu wema katika iman, wajibu wetu ndani ya masiku 10 ya Dhulhijja ili tufanye ibada mbalimbali, ili tufanye baadaye, ili tudirikie kupata ubora wa masiku haya 10. Ndugu zangu wema katika iman, wajibu wetu ambaye itakuwa ni yenye kufanya baadaye ili tudiriki na kupata masiku haya 10. Ndugu zangu wema katika iman, basi ni tudumishe kufanya matendo mbalimbali ya kheri. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kushindana katika mambo ya kheri, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghbatan wa rahmah ويدعوننا رغبة ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Sifa zao ni wale wanaokimbilia mambo ya kheri mbalimbali, wanaokimbilia kufanya amalu salihah, na huku wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na huku wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaraji rehma na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huku akitaraji na kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kali, ni yenye kuumiza, na wakawa ni wanyenyekevu mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni wenye kuwa ni watiifu, wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa. Ndugu zangu wema katika iman, ni wajib kukithirisha a'malu salihah ili tupate ubora wa masiku haya 10 ya Dhulhijja, na kufanya matendo mema, kukithirisha kufanya matendo mema. Matendo ni mengi ndugu zangu wema katika imani, lakini watu wakithirisha sana kutoa sadaqat, watu wakithirisha sana kufanya ibada za sunna, watu wajipendekeze zaidi katika swala za faradhi, wasiache kuswali, wawe ni wenye kuswali, wakithirisha kuswali swala za sunna, wakithirisha wawe ni wenye kuswali swala za faradhi, zisiwapite hasa kwa jamaa. Pia wakithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kuunga kizazi, wasilatur rahim, na kuunga kizazi na kukithirisha sana kuunga udugu. Ndugu zangu wema katika iman, ndugu zangu wema katika iman, ما من أعمال الصالحة يقول بعض الفرائض إدخال السرور على المسلم. Hakuna matendo mema kama kumtia mtu furaha kisha ndugu yako Muislam. Hakuna matendo mema kama kule kumtia furaha ndugu yako Muislam. Anasema matendo yanayopendeza zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutekeleza wajibu, basi ni kuingiza furaha kwa namna yoyote ile. Ukamwona ndugu yako akawa hana furaha, kila wakati ana huzuni, wewe
ukajikaribisha kwake yeye, ukajipendekeza karibu kwake yeye, ukawa ni mwenye kumtia furaha, ukamfanya anatabasamu. Kama alikuwa amelemewa na majukumu, ukamsaidia kumwondoshea yale majukumu. Kama kuna sehemu kwa mtatiza, ukamsaidia ukamwondoshea ile shida, mpaka akawa ni mwenye kufuraha. Sasa Mtume atuambia hakuna matendo mema ambayo matendo hayo ukiyafanya baada ya kutekeleza mambo ya faradhi, mambo ya lazima, basi mtuambiwa idkhalu surur ni kumuingiza mtu furaha, kisha ndugu yako mwema, ndugu yako Muislamu. Sasa kumuingiza mtu furaha kwa Muislamu mwenzako, inaweza kuwa ni kwa maneno mazuri, inaweza kuwa ni kwa kumsaidia kwa baadhi ya majukumu yaliyomshinda. Basi kwa aina yoyote hiyo, mahma itakavyokuwa, ili apate furaha, hivyo ndivyo itakavyokuwa ni yenye kutakaniwa katika mtu kufanya katika matendo kufanya katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, awe ni mwenye kumuingiza furaha ndugu yake Muislamu. Ndugu zangu wema katika iman, tukithirishe ibada ya saum, ya kufunga hizi siku 9 za mwezi wa Dhulhijja, lianna nabii sallallahu alayhi wasallam akinukuu katika hadith qudsi pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu al-amali ibnu adam lah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzu bi, kila matendo ya binadamu ni lake yeye, ujira wake unafahamika, lakini saumu ni yake yeye Mola tabaraka taala, yeye mwenyewe ndiye anafahamu ujira wake. Kuna saumu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuthibitishia kwamba ukifunga unasamehewa madhambi ya miaka 2, nyingine mwaka 1. Lakini kuna baadhi za funga ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha kwamba hakuna anayejua malipo yake, hakuna anayejua ujira wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anajua ulipaji wa funga kama hiyo. Tuangalie kama Ramadhan. Je, kunaye anayejua kwa mtu akifunga Ramadhan ujira wake unakuwa ni nini? Kalla, hakuna mtu anayejua. Hakuna mtu anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayejua. Ndugu zangu wema katika iman, kila matendo ya binadamu ni lake yeye, ujira wake unafahamika na hakuna shaka. Anapata 10 kwa jema moja mpaka 700, lakini saumu ni yake yeye Mola tabaraka taala, anafahamu mwenyewe ujira wake. Wa min sunani almuakkada adhabhul adhahi. Ndugu zangu katika iman, na katika sunna nyingine ambayo katika amali salih ambayo mtu yafaa aitekeleze katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni sunna ya kuchinja. Katika sunna iliyotiliwa mkazo mno ni mtu kuchinja kwa anayekuwa na uwezo katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. wala dhahi hiya min bahimatil an'am min al-ibli wal baqara wal ma'zi au al-ghanam. Na hapa tueleeni vizuri ya kuwa si kuwa ibada hii ni ya mtu maalum, la, hii ibada inakuwa ni wajib kwa kila mtu. Inakuwa ni wajib kwa wakati gani? Itakuwa ni wajib pale mtu anapokuwa ana uwezo wa kupata tu ile hitajio la chakula yake ya Eid na ayamu tashriq. Asa ukiwa una uwezo wa kupata chakula chako cha Eid, kupata chakula chako cha ayamu tashriqi, basi ibada kama ya kuchinja kwako wewe itakulazimu, itakuwa ni wajibu kwako wewe. Maana kuna watu ambao kwamba wallahi wako na uwezo, watu hawa ujira
wako na uwezo wa kuchinja, lakini mtu kama huyu anakuwa ni mwenye kujiweka kando, anakuwa ni mwenye kujiweka kando. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatueleza kuwa man kana lahu saa walam yudai fala yaqrabanna musallana. Man kana lahu saa, yoyote ambaye kwamba atakayepata kichinjo, atakayepata mnyama wa kuchinja, kisha baada hapo asichinje, basi fala yaqrabanna musallana, basi asikurubie kuja kusali sisi katika salatul Eid. Na hii ni kwa wale ambao kwamba wako na uwezo. Na vipi kwa wale ambao kwamba hawana uwezo wa kuchinja? Mtume sallallahu alayhi wasallam alichukua dhamana ya kumchinjia kwa yule ambaye kwamba ana uwezo, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuchinjia. Ndugu zangu wema katika imani, miongoni mwa makosa ambayo kwamba yanayofanyika katika ile siku ya 10, baada ya kuwa mtu ashapata hitajio lake la kuchinja, ashapata kichinjo, ashapata mnyama kuchinja, ashapata mnyama wa kutekeleza ule udhiya, basi miongoni mwa makosa yanayofanyika ndugu zangu wema katika imani, wallahi kuna watu ambao kwamba baada ya kuwa washapata hizo nyama, wengine wanakuwa ni wenye kuziuza ibad fillah. Lakini acha nikwambie, chochote ambacho kwamba takachokuwa ni mwenye kupewa, yule amekuamini, amekupatia nyama, wewe hizo nyama unakwenda kuziuza kwa watu, wallahi nakwambia, ukiziuza kwanza, ile pesa unayoipata ni haramu kwako wewe. Ukiuza alafu baadaye ukienda kuipelekea familia yako, utakuwa naipelekea familia yako moto, kwa sababu ni kitu ambacho kama ni haramu. Haifai kuuza ndugu zangu, haifai kuuza ndugu zangu wema katika imani. Na wallahi hili nilishuhudia siku moja. Kuna Waarabu walitoa wanyama, walipeana mifugo baadhi ya misikiti ili watu watekeleze udhiya. Kisha baada ya kupewa hawa wanyama, wengine wanakuwa washachinja, wakichinja wanakuwa badala ya kuwapatia wale watu wanaostahili kupewa zile nyama, wengine wanakuwa ni wenye kupatiana wao wenyewe kwa wenyewe, kisha zitakazobakia wengine wanakuwa ni wenye kwenda kuziuza. Watauza vichwa, watauza ngozi, sijui watauza ni wanauza hizo nyama ndugu zangu wema katika imani. Sasa watu kama hawa wafahamu ya kuwa katika kuuza nyama hiyo ni haramu ndugu zangu wema katika imani. Kisha sikuwa wanaofanya hivyo ni watu wasiojua, wengine wanafanya hali ya kuwa wanajua hicho kitu ni haramu, lakini hivyo hivyo kwa kuangalia matamanio yake, kwa kuangalia ile nafsi yake, mtu kama huyu anakuwa ni mwenye kuuza ili apate pesa ya kuweza kutimizia mahitaji familia yake. Lakini ndugu zangu wema katika imani, haya katika kufanya hivi itakuwa ni haramu ndugu zangu wema katika imani. Wanavyoni, baadhi ya wanavyoni wakasema katika jambo hili la kuchinja ni jambo la sunna, baadhi yao wakasema ni jambo la faradhi. Almuhim ndugu zangu wema katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala atueleza katika Qur'an, fasalli li rabbika wanhar. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatueleza kuwa kwa yule mtu ambaye kwamba atakayekuwa amenuia ya kuwa anataka kuchinja, basi mtume tunapata mafundisho kupitia hadithi ya Ummu Salama, Ummul Mu'minina Ummu Salama radiyallahu anha wa warda. Fundisho tunalolipata ni kwamba idha dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sha'rihi wala basharihi shay'a. Itakapoingia Dhulhijja na mmoja wenu akanuia anataka kuchinja, basi asiondoe nywele zake,
asinyoe nywele zake, wala basharihi shay'a. Wa fi lafdhi Muslim, na katika lafdhi ya Muslim wa ghairihi, man kana lahu dhabhu yadhbahuhu fa idha ahalla hilali dhil hijja fala ya'khudhu min sha'rihi wala min adfarihi shay'an hatta yudhi. Asicho itakapokuwa man kana lahu dhabhan yadhbahu, basi tuambiwa ikionekana mwezi wa Dhulhijja, ikionekana basi mtu kama huyu fala ya'khudhu min sha'rihi, asichukue chochote katika nywele zake, wala asikate kucha zake, mpaka fanye nini? Mpaka awe ni mwenye kuchinja. Ndugu zangu wema katika imani, kumalizia, nataka kuweka tambih katika hii siku ya 9. Ndugu zangu wema katika imani, je, kila nchi iko na Arafa yake? Ama je, Arafa ni moja? Jawabu nitakalolitoa ndugu zangu wema katika imani, sio kila nchi iko na Arafa moja. Allah na tukathibitishiwa ya kwamba alhajju Arafa. Sasa tuangalie makusudio ya hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhajju Arafa, hija ni Arafa. Sasa tuangalie, je, Arafa ni ile ambapo mahujaji wamesimama Maka, ama je Arafa itakuwa ni kwa wale watu wote, yani inakuwa ni kwa nchi? La, Arafa alhajju Arafa inakusudia hapa ni ile ambapo kwamba mahujaji wamesimama katika viwanja vya Arafa. Na ni siku gani? Ni siku ya 9. Sasa wewe ukajizima data, baada ya kuwa umejizima data, ukawa wewe ukasema kwamba wale mwezi wao uko mbele, sisi kwetu uko nyuma. Ile siku ya Arafa watu wakafunga, wewe ukala, basi ufahamu ya kuwa wewe haupale, hautasabika umepata Arafa, bali utakachohesabia wewe umekipata, utahesabiwa kuwa umepata kina Mwanajuma. Utakuwa wewe umepata kitu chengine lakini si Arafa, kwa sababu inachoangaliwa hapa alhajju Arafa, hija ni Arafa. Watu wanasimama Arafa wapi? Bila shaka ni Makkatul Mukarram. Wanasimama siku gani? Wanasimama katika siku ya 9 ya Dhulhijja. Sasa wewe ukituletea dalili zako ukasema kwamba Arafa sisi tunaifahamu, sisi ni kwamba sisi tuangalia kalenda. Sasa ukiangalia kalenda, je, utakuwa umeidiriki ile Arafa watu wanasimama kule? Bila shaka la. Kwa hivyo ndugu zangu wema katika imani, Arafa ni siku moja. Arafa inaangalia hapa ni pale mahujaji wanaposimama kule katika viwanja vya Arafa, wakileta talbia moja, wakisema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la. Ndugu zangu wema katika imani, katika siku ya 9, ndugu zangu wema katika imani, miongoni mwa mafundisho ambayo tutamalizana nayo kwa siku hii ya leo ni kwamba katika ile siku ya Arafa, kwa mtu ambaye kwamba anayekuwa na imani, sasa katika lile tukio la watu kusimama katika siku ya Arafa, inatufundisha mambo mbalimbali. Jambo la kwanza, inamfanya mtu awe ni mwenye kufikiria sana mauti. Inamkumbusha katika kuonyesha kuwa vipi watu watakuwa ni wenye kusimama siku ya Kiyama. Kwa hivyo inatukumbusha kwa watu watakavyosimama katika yaumul mahshar, katika siku ya mahshar. Inatukumbusha ya kuwa katika ile siku ya Arafa, inatukumbusha kuwa Waislamu wote ni ndugu. Kila mtu iko na mwenzake, iko sawa na mwenzake. Hakuna mtu ambaye kwamba ni mkubwa ama huyu ni mdogo, la. Hata ukiangalia yule ambaye kwamba ni waziri, ukimwangalia mtu ambaye kwamba ni rais,
Lakini ukimwangalia mtu kama huyu akienda kule katika hija, anakuwa yuko sawasawa na mwenzake, kwa sababu nguo atakazozivaa ni hizo hizo atakazozivaa maskini. Nguo hizo atakazovaa maskini ni hizo hizo atakazovaa waziri, atakazovaa rais, atakazovaa mtu yoyote yule. Kwa hivyo inatuonyesha kuwa Waislamu siku hiyo wanakuwa hawana tofauti, kila mtu yuko sawa sawa. Jambo lingine ndugu zangu katika imani, wale watu kule wakiwa katika viwanja vya Arafa, sisi tunatakiwa tufunge siku hii ya Arafa. Tunafaa tufunge siku hii ya Arafa. Na ndugu zangu, tukifunga, ndugu zangu wema katika imani, katika yale uchungu ambao watu wanapitia, inatufundisha kwamba kuna watu ambao kwamba wanakuwa ni wenye kuumia hasa na njaa. Hasa wewe katika ile siku moja unakuwa ni mwenye kuumia, unalalamika, unasema saumu kwa kweli ni ngumu, ni nzito saumu hiyo. Lakini saumu hiyo inatukumbusha kwamba vile unavyohisi wewe, kuna watu ambao kwamba wallahi siku nzima hajui atakula nini. Wallahi hata vile tunavyoongea sasa hivi hajui hata saa 10 ama jioni chajio lake atakula kitu gani. Wallahi mtu kama huyu hajui. Leo wewe umepata uwezo, umepata fursa kama hiyo, kwa nini usitumie fursa hiyo vizuri? Paka wengine wakatumia fursa hiyo kwa kwenda kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ufahamu kuwa anytime kila kitu chaweza kuwa ni chenye kubadilika, kwa sababu kadari anayoipanga Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakuna mja ambaye anaweza kuweza kuibadilisha kadari ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwani ni wangapi na wangapi ambao kwamba tuliokuwa nao, watu hao walikuwa ni matajiri, lakini badala ya kuwa wao ni matajiri wakaja wakajifakhiri, wakaja wakajitakabari. Baada ya kuwa wamejitakabari, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawafanya maisha yao yakawa ni magumu. Mwenyezi Mungu akabadilisha maisha yao. Baada ya kuwa wametoka katika utajiri, wakawa baadhi yao wengine wakawa ni wenye kuingia mitaani na kukuta chupa na kuanza kuuzauza. Wengine wakawa wamebadilisha maisha yao kwa kutoka katika utajiri wakaiko katika hali ya umaskini, mpaka hawajui ya kwamba watakula nini. Na hao watu walikuwa na uwezo, ndugu zangu wema katika imani, lakini kipi kilichowafanya mpaka kufikia huko? Ni kule kwa namna walivyotumia ile mali yao vibaya, wakitumia kwa kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wema katika imani, mafundisho ni mengi, lakini kwa siku hii ya leo hatuwezi tukawa ni wenye kuzungumzia mafundisho haya, maana taufia pia sije tukawa ni wenye kuingia huko mpaka tukatoka nje ya mada. Ndugu zangu wema katika imani, kitu ambacho kwamba nilichokuwa ni mwenye kukusudia katika khutba hii ya leo ni kwamba tukithirishe kufanya matendo mema katika masiku haya ya Dhulhijja. Tukithirishe sana kuunga udugu, tukithirishe sana kuunga kizazi, tukithirishe sana kutoa sadaka, tukithirishe sana kufunga, tukithirishe sana kuswali sala za sunna, tukithirishe sana kufanya ibada mbalimbali. Ndugu zangu wema katika imani, kufikia hapa kwa siku hii ya leo, tumomba Allah jalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.